Huyu dada anaitwa Ocha, ni msanii maarufu wa kizazi kipya. Yuko studio, alikuwa anaimba wimbo ambao umetungwa na bwana mkubwa mmoja anaitwa Pac Monty. Yeye mwenyewe alikuwa na uhakika kwamba wimbo wake umenyooka na utakuwa hiti. Yeye alikuwa na uhakika kaandika mashairi mazuri, lakini upande wa msanii Ocha, baada ya kuimba sana haya mashairi, yakawa yamemchosha kwa sababu yalikuwa hajaandikwa kitaalamu. Hivyo akawa amekatisha zoezi la kurekodi wimbo huu. Akiwa na rafiki yake wanajaribu kujadili kuhusiana na lile swala, kwa sababu kuna pesa zimewekwa kwenye project. Ocha akasema kwamba hawezi kuimba wimbo ambao ni wimbo wa kimapenzi, lakini ndani yake mara kuna matengenezo ya magari, mara kurekebisha duka. Hata kama ni mapenzi, ni romantic aina gani ya design hii? Sasa rafiki wa Ocha anamwambia kwamba ni lazima wahakikishe wamemaliza wimbo huo ili waukabidhi mapema kwa meneja wao. Wakati huo huo waendelee kuumiza kichwa ili wapate wimbo mwingine ambao utakuwa mzuri na bora kuliko huo wa kwanza. Sasa wakiwa wanaendelea kuchakata mawazo, driver wao alikuwa anaitwa Yandi akasema kwamba kama ni swala la kupata mawazo, kuna wimbo mmoja ambao niko nao kwenye gari hapa. Yandi akawa ameucheza wimbo huo. Ocha akavutiwa sana na mashairi ya wimbo huo, na ni mashairi ya kipekee. Binti ikabidi kuuliza, vipi kuhusiana na wewe mwandishi wa wimbo, ninaweza kumpata? Yandi akashindwa kabisa kuelezea vizuri, hivyo akaamua kuwapeleka kwa rafiki yake anaitwa Zekari. Rafiki yake Zekari akashangaa, yani ogopa mbele yako mara boom, eti geto kafika Zuchu. Ghafla tu baada ya salamu, Ocha akauliza kuhusiana na kukutana na mwandishi wa ule wimbo aliosikiliza. Zekari akasema kwamba wimbo huo umeimbwa na bwana mkubwa mmoja anaitwa Kawindra pamoja na Karisi. Wao waliamua kujiita K pamoja na Cream, lakini kwa sasa K amekwisha kufariki dunia, lakini kuhusiana na Cream hakuna yoyote anayejua yuko wapi mpaka hivi sasa. Zekari akasema kwamba walimjua Kawindra kwa muda mrefu sana, na yeye ndiye aliwaambia kila kitu kabla ya kifo chake. Hem, turudi nyuma kidogo huku tuangalie historia ya Kawindra pamoja na Karisa. Tuanze shuleni. Huyu kijana ambaye anapata adhabu hapa anakimbia kimbia, huyu jamaa anaitwa Kawindra. Ni kijana ambaye alikuwa anasumbuliwa sana na huzuni. Mara nyingi alikuwa anakumbana na adhabu sana shuleni hapa. Akiwa amechoka, kuna binti mmoja alikuwa anapuliza mimoshi hapa. Huyu binti anaitwa Karisa, akawa amempatia na maji ili kijana apoze koo. Hawa watu hawakuwa na ukaribu wa aina yote, ni binti tu aliamua kujisogeza kwa huyu mshikaji. Binti akiwa hapo akawa amemshikisha sigara kijana. Yeye akawa ametoka hapo, mwalimu akawa amemkuta tena kijana Kawindra kashikilia sigara. Ni adhabu juu ya adhabu. Sasa hii sigara ilikuwa kijana afukuzwe shule jumla, lakini walimu wake waliendelea kumvumilia, wanamwonea huruma. Ni kwa sababu ni kijana ambaye ni kijana yatima, amekwisha kuwapoteza wazazi wake wote ndani ya muda mfupi sana. Binti Karisa alianza kuwa karibu na huyu kijana, wakaanza kushirikiana mara kwa mara, wanakula chakula kwa pamoja. Taratibu wakaanza kuwa marafiki wa karibu sana, sababu tu hawa wote ni watoto yatima. Karisa ndiye alikuwa mtu pekee aliyemfariji Kawindra na kumtia moyo. Siku moja Kawindra alikuwa anajaribu kutengeneza wimbo wake yeye mwenyewe, lakini hakuwa mzuri kabisa katika upande wa uandishi. Binti Karisa yeye alikuwa amejaliwa sana kipaji cha kuandika, na mara nyingi alikuwa anaandika mashairi mengi sana mazuri tu, hivyo akaamua kumsaidia huyu kijana kuandika mashairi. Kwa muda mfupi sana akawa amemaliza wimbo mzima. Kuanzia hapo wakaamua kuandika nyimbo kwa pamoja. Sasa binti alikuwa akachangamka sana kuliko huyu mshikaji. Mshikaji alikuwa mpole tu, jamaa akalazimika kwenda na kasi ya huyu binti. Urafiki wao ukaendelea sana na ukawa wa karibu sana. Hata baada ya kuhitimu shule wakaanza maisha yao ya chuo. Binti akawa anamtorosha sana huyo mshikaji. Karisa alimshawishi Kawindra wasome marketing kwa sababu aliamini kwamba kilichokuwa cha muhimu ni kupata cheti tu na wala sio mambo mengine. Siku moja wakiwa njiani wakawa wamenunua ice cream. Wakiwa wanajaribu kurudi, hali ya hewa ikawa imebadilika ghafla. Kijana ikabidi kumpeleka binti katika sehemu ambapo yeye alikuwa anaishi kwa sababu walikuwa karibu na mazingira hayo. Sasa kama mnavyojua, geto la mshikaji muhimu upawepo tu pa kuegesha kichwa. Sasa kwenye hii nyumba imejaa vitu vya marehemu baba yake na Kawindra. Pengine ndio jambo ambalo lilimfanya kijana aendelee kuwa na huzuni ndani ya moyo wake. Sasa binti baada ya kuchunguza vizuri akawa amegundua kwamba ndani ya hii nyumba kuna vyumba viwili. Binti akapendekeza kwamba kwa nini asihamie hapa ili yeye auze
ile nyumba nyingine ile ya familia yake, waweke pesa benki, waweze kuishi kwa pamoja na kusaidiana ili wapunguze gharama za maisha. Pia akaamua kumbadilishia Kawindra jina ili ampe jina ambalo linaweza kuendana na usanii. Kuliko aitwe Kawindra, bora aitwe K. Binti mwenyewe akawa amejibadilisha jina, akawa amejiita Cream kwa sababu yeye alipenda sana kula ice cream. Wakaanza kupiga picha za kumbukumbu zao karibu kila wakati walipopata nafasi ya kufanya hivyo. Kwa sababu ya maneno mazuri ya binti Cream, K aliamini kabisa binti lazima atakuwa ni mwandishi mzuri sana wa nyimbo hapo baadaye. Maisha yakaendelea kama kawaida. Siku moja K akawa amepata nafasi katika redio kama program director, na hapa ndipo akakutana na marafiki zake Yandi pamoja na Sekari, watu ambao wanatusimulia kuhusiana na tukio hili. Cream naye alikuwa akifanya kazi kwenye ulimwengu wa muziki kama mwandishi wa mashairi. Walikuwa wanaishi maisha ya kawaida tu, lakini yenye upendo mkubwa. Siku moja K kichwa kilikuwa kimemuuma ghafla tu, akawa manguka chini, akapoteza fahamu. Baadaye alivyorudi kama kawaida, hii hali haikumtokea mara moja, bali ikawa inamtokea mara kwa mara. Hivyo akaenda kupima. Baada ya vipimo, dokta akamwambia kwamba umechelewa sana, kwa sababu K unaonekana una saratani ya ubongo na ni ugonjwa ambao ni hatari, ugonjwa ambao umeurithi kutoka kwa baba yako. Ugonjwa huu umefika katika hatua ya mwisho, na akamwambia kwamba kwa jitihada binafsi za kutumia madawa na kufuata ushauri unaweza ukakaa kama mwaka mmoja tu. Kijana akawa anatumia madawa, lakini akaamua kuuficha kabisa ukweli, kumwambia rafiki yake Cream. Hakutaka kabisa kumfanya yule binti ahuzunike kwa namna aina yoyote. Wakati huo Cream alikuwa anapambana sana na kazi zake. Siku moja akawa amepewa tenda ya kuandika mashairi kwa msanii mmoja anaitwa Momo, yuko na meneja wake ambaye ni mpenzi wake. Binti kaandika mashairi yamenyoka, lakini Momo akaimba wimbo huu kwa namna tofauti na jinsi ambavyo yeye ameuandika, na hili jambo likamkera binti kwa sababu jina lake linatumika kwenye wimbo mbovu na wakati yeye ameuandika vizuri. Hivyo binti, hili jambo lilikuwa limemkasirisha sana. Akawa amerudi nyumbani ili kujituliza akili. K baada ya kufika hapo akawa ametambua kilichomkuta rafiki yake, akawa anamtia moyo tu asiwaze, asiwe mtu wa kukata tamaa kirahisi. Akamwambia kwamba asiache kupambania ndoto yake mpaka itakapotimia. Hali ya K ikaendelea kuwa mbaya zaidi. Siku moja akazimia kazini. Dokta akampa ushauri wa kitabibu, lakini kijana akamwomba dokta asimwambie rafiki yake Cream kuhusiana na hali ya ugonjwa wake. Akamsihi dokta amfiche, asimwambie ukweli, kwa sababu anamhitaji binti asiwe na huzuni wala asiingiwe na mashaka, kwa sababu yeye ataondoka muda si mrefu katika dunia hii. Muda mfupi baadaye Cream akawa amefika hapo. Dokta kama kawaida akawa amedanganya, japo alikuwa na wasiwasi kwamba kuna jambo baya linaweza likamtokea huyu kijana. Akashindwa namna ya kuja kuelezea ukweli kuhusiana na hali ya K. Waliporudi nyumbani, Cream akamwandalia K nyama nyekundu. Aliamini kabisa inaweza kumsaidia kuongeza damu, kwa sababu K alidai kwamba amepungukiwa damu tu. Wakiwa wanazungumza Cream akamuuliza K, ni kitu gani kikubwa ambacho unakitamani katika maisha yako? K akasema kwamba ninachokitamani katika maisha yangu ni Cream, upate mwanaume mzuri ambaye atakulinda milele, mwanaume ambaye atakuwa na fedha na atakujali na atakupenda kwelikweli. Binti akasema kwamba kwa nini nitafute mwanaume mwingine na sio wewe? Kwa nini wewe usinioe? Jamaa akatetea hoja yake akasema kwamba ninatamani upate mtu tajiri mwenye afya njema na akupende, awe na uwezo wa kukulinda. Binti akauliza, sasa huyo mtu mimi nitampata wapi? Kijana akasema kwamba utampata tu. Kesho yake kazini, K akawa ametembelewa na Momo pamoja na Bang Ardi. Huyu bwana mkubwa ndo mpenzi wake Momo ambaye ndo Mr. Manager. Wamefika hapa kwa sababu Momo ana nyimbo zake zote, anahitaji K ampromotie, azipambanie zipigwe kwenye redio. Sasa hawa watu ndio waliokuwa wamempa Cream kazi ya kuandika wimbo. Mwanzoni K alikataa, lakini baada ya kutambua hilo, hivyo akawa amekubali, akasema kwamba nitapiga wimbo mmoja tu kwenye hizi nyimbo mlizonipa. Baadaye Momo akawa amepata nafasi ya kuzungumza na Cream, wakatoka kwa ajili ya chakula, wakapiga story nyingi sana. Sasa Momo alikuwa anajua kabisa Cream alikuwa na mahusiano na K, na akawa amemuuliza, K ni mpenzi wako? Cream akasema kwamba hapana, K sio mpenzi wangu na wala hawajawahi kusema kitu chochote kuhusiana na neno na kupenda, lakini najisikia amani tu napokuwa karibu na yeye. Momo akapendekeza kwamba kama Cream unahisia na K ni bora ukamwambia ukweli, usikae kimya tu. Cream akasema kwamba K mwenyewe amesema nitafute mwanaume mwingine. Momo akapata wazo, akasema kwamba siku hiyo anaweza kupata mwanaume ambaye atampenda huko. Akaamua kutoka naye siku hiyo bana, wakaenda kiwanja. Sasa wakiwa huko wakamwona mwanaume mmoja anaitwa Arman. Huyu ni mtoto wa kishua. Binti Momo anawafahamu wengi sana wanaopatikana eneo hili kwa sababu ni wanafunzi wenzake. Cream akawa amejitosa, akaenda kujaribu bahati yake. Arman akamwambia kwamba kuna mtu hapa anamsubiri, ni
mpenzi wangu anaitwa Vero. Lakini bado binti alisikia hii kauli, lakini haikumtoa. Akaamua kukaa karibu na huyo mshikaji, akasema kwamba mimi nimekuja na binti Momo. Binti akajaribu sana kujiweka karibu na huyo mshikaji. Mshikaji anajitahidi tu asipate kesi, kwa sababu mpenzi wake kama atamkuta hapa itakuwa ni shida. Binti akawa amemuomba huyo kijana kadi yake. Huyu jamaa alikuwa ni daktari wa meno. Binti baada ya kupata kadi ya huyu bwana mkubwa hakuishia hapo. Kesho yake akaenda kazini kwa Arman. Binti akafanywa usafi wa kinywa. Yaani binti aliendelea kujiweka karibu na huyo mshikaji. Alikuwa ni king'anga kweli, hakujali kitu cha aina yoyote, na akawa amemuomba watoke kwa siku hiyo. Kwa hiyo alikuwa ametoka. Arman akamwambia ukweli kwamba yeye ana mchumba wake anaitwa Vero. Binti akamuuliza, pete yako iko wapi? Mshikaji akaonyesha pete. Binti akaichukua hiyo pete akaiweka kwenye kinywaji, kisha akasema kwamba hata mimi ninatamani sana nichumbiwe, ninatamani nipendwe kwa dhati, ninatamani siku moja nivishwe pete. Binti akaanza kusimulia maisha yake ya zamani, jinsi ambavyo familia yake ilivyofariki kwenye ajali na akaachwa akiwa peke yake kwenye hii dunia. Hali hii ilimfanya Arman kuanza kumhurumia huyu binti. Binti alivyotoka hapo akakutana na Kay, akamwambia kwamba nimepata mtu ambaye naamini siku si nyingi atakuwa ni mpenzi wangu, lakini nitakuambia siku nyingine kuhusiana na huyo mshikaji. Siku moja Bang Ardi akiendelea kumsumbua Kay ili aendelee kupiga nyimbo za Momo. Kay akakubali, lakini kwa sharti moja. Akamwambia kwamba Bang pamoja na vijana wake ni lazima watafute habari na taarifa zote kuhusiana na maisha ya Arman, mtu ambaye yuko karibu sana na Cream. Kweli bana, vijana wakaingia kwenye kazi. Siku kadhaa Bang akaleta taarifa, akamwambia kwamba huyo ni mtoto wa kishua, ni mtoto wa kishua kwelikweli, ana mchumba wake anaitwa Vero, ni mmoja kati ya watu ambao wanapenda sana kupiga picha, lakini huyo binti ni msaliti kweli kweli kwenye hayo mahusiano. Yani karibu kila siku huwa anabadilisha wanaume. Wakawa wamemuonesha kabisa na picha za Vero hapo akiwa anabadili wanaume kama nguo. Mshikaji mkaamua kulivalia njuga kabisa hili swala ili tu nyimbo za Momo zipigwe redioni. Kay akawa ametambua kweli kwamba Cream amepata mwanaume mzuri, lakini ana mchumba tayari. Sasa upande wa Arman akawa amekutana na baba yake, ni mzee anaitwa mzee Charles. Huyu kawa mnyonge kweli kweli. Alipokuwa hapo ni kwa sababu tu kuna kazi hazienda sawa kidogo. Mara kuna mtu akawa amefika hapo akawa amempatia picha za mchumba wake Vero akiwa na wanaume wengine. Kijana akawa ametoka hapo akienda kumkabili Vero kwamba umekuwa ni msaliti katika mahusiano yetu. Binti akawa amejitetea, akasema kwamba anahitaji uhuru kwenye taaluma yake. Akasema kwamba kwa muda mrefu amekuwa hana furaha kabisa na haya mahusiano kwa sababu Arman hamuelewi wala hamthamini kazi zake. Binti akaamua kumrushia lawama zote Arman. Mshikaji akaamua kuondoka tu hapo. Vero akaanza kuhisi kabisa pengine hizi picha alizopigwa akiwa anaonekana na wanaume wengine ni lazima Kay atakuwa mhusika. Kwa hiyo akawa amemtafuta Kay na kuwa amemshambulia kwa hasira, akidhani kwamba yeye ndiye anayehusika kuharibu mahusiano yake. Kay akajaribu kujielezea, lakini Vero akawa ameondoka hapo bila kusikiliza kitu chochote. Siku iliyofuata Kay pamoja na Yandi wakaenda kumtafuta Vero, wakaenda kumwomba msamaha. Kay akaamua kueleza ukweli wote kuwa yeye ana rafiki wa kike anaitwa Cream ambaye kwa sasa ametokea sana kumwelewa Arman ambaye ni mchumba wake Vero. Kijana akamwomba Vero kwamba ikiwezekana amuache mchumba wake ili yeye Arman amuoe binti Cream. Vero akamuuliza, una akili? Una kichaa? Kwa nini nifanye hivyo? Kay ikabidi kutoa vipimo, akielezea kwamba yeye ana mwaka mmoja tu wa kuishi kwenye haya maisha. Anatamani kabla hajafa amuone rafiki yake Cream akiishi maisha mazuri na aolewe na Arman. Kay hakuishia hapo, akampa Vero akiba yake yote ya pesa ili akubali kumwacha Arman. Binti alikuwa anapenda pesa kweli, akawa amezichukua. Akamwambia kwamba sawa, lakini kwa sharti moja tu, ni lazima ni rekodi na nikupige picha, kwa sababu pia huyu binti ameona kama fursa kwa huyu kijana Kay. Kay akawa amekubali, akasema kwamba atayafanya yote kwa sababu ya Cream. Yandi akahuzunika sana kwa sababu hakujua kinachoendelea katika maisha ya Kay, na kwa sasa amegundua kwamba Kay ni mgonjwa na hali yake ni taabani. Lakini Kay akamsihi kabisa rafiki yake akimwambia kwamba muhimu katika maisha yangu, ninatamani nitakapoondoka wewe umtunze Cream, Cream abaki kuwa na furaha. Mshikaji Yandi akawa maahidi atafanya hivyo. Kweli upande wa Cream akaanza kuwa karibu sana na Arman. Mwanamke alijitolea kumpeleka Arman kwenye chakula, alijitahidi sana kuwa karibu na mshikaji. Mshikaji akaanza kuhisi upendo wa kweli kutoka kwa Cream. Kumoja Arman akaamua kumfuata mpenzi wake Vero na wakazungumza kikubwa kabisa, kwa sababu kila mmoja anaonekana hana furaha na haya mahusiano. Arman akaamua kueleza hisia zake zote. Kwa sasa ameamua kumpenda Cream kwa sababu ni mwanamke ambaye anamjali, anamtii, anampenda kwa dhati.
Vero mwenyewe akawa amekubali haya mahusiano kama vipi yavunjwe tu kwa amani, kila mmoja ashike 50 zake. Siku iliyofuata Arman akafichua ukweli wote kwa Cream kwamba anampenda na anatamani kumwoa, na akamwambia kwamba yeye pamoja na Vero wamekusha kuachana. Cream alikubali kwa furaha, yuko tayari kabisa kuolewa pamoja na Arman. Usiku huo Cream akamwelezea Kay kila kitu kinachoendelea, kwamba yeye pamoja na Arman kwa sasa ni wapenzi. Sasa siku hiyo binti akawa maazima simu ya Kay kwa sababu simu yake ilizima chaji, lakini sasa Kay akawa amempokonya simu ghafla tu, kisha akawa ametoka pembeni kuongea na Vero kwenye simu. Baada hapo akaomba ruhusa na akawa ametoka kabisa hapo. Sasa hili jambo lilikuwa limemshangaza sana binti Cream kwa sababu hajawahi kumuona huyu jamaa akiwa katika hali hiyo. Baada ya kukutana na Vero, Vero anampiga picha lakini anamchamba, anamwambia kwamba yani wewe ni vijinga, umeshindwa kumwambia kabisa kama yule binti ulikuwa unampenda, yani neno I love you umeshindwa kulifanya na unaamua kumpeleka mwanamke wako kwa mwanamume mwingine. Kay akasema kwamba unataka niseme nini? Unataka niseme kuhusiana na hisia zangu za uongo? Akakiri kwamba tangu zamani ndoto yake ilikuwa ni kuishi kwa furaha pamoja na Cream, lakini sasa anaona kabisa ni lazima amtoe moyoni kwa sababu maisha yake yanaelekea mwishoni. Binti Cream alimfunza mambo mengi sana tangu hapo mwanzo alipokuwa mpweke kwenye haya maisha. Hakuwahi kumwacha hata siku moja, kila kitu alimfanyia kwa wema na alitamani sana maisha yake yawe mema. Kijana aliporudi nyumbani siku hiyo walikuwa na chati tu na Cream, hamna kuongea kwa mdomo. Cream akawa amemuomba radhi sana Kay kwa sababu Kay aliondoka hapa kana kwamba walikuwa wamekwazana, pengine ni kwa sababu binti alichukua simu yake bila ruhusa. Mshikaji akawa amemsamehe na akamwambia kwamba wewe ndo kila kitu, siwezi kukuchukia. Baada ya muda binti akawa amemuuliza kwamba je, kipi kilichokufanya leo ukasirike? Kay aliandika neno I love you Cream lakini alilifuta, hivyo akasema kwamba nilikuwa nimechoka tu. Kesho yake Cream akamwalika Arman kwenye dina ili amtambulishe kwa Kay pamoja na marafiki zake wote. Kay akawa amemshukuru Arman kwa upendo wake na akamwambia kwamba aendelee kumtunza Cream. Mshikaji akawa maahidi atafanya hivyo. Wakiwa pamoja wanapiga story kama kawaida. Kay hali yake ilikuwa imebadilika, alianza kujihisi kabisa na anatazama dawa zake zimeisha. Akaamua kuaga, akazuga kwamba anarudi nyumbani, lakini hakutaka watu wote wamuone anachokipitia. Akiwa njiani hali yake ilikuwa ni mbaya zaidi, lakini akafanikiwa kufika nyumbani. Tangu siku hiyo hali yake ilikuwa imebadilika kabisa, hata muonekano wake haukuwa wa kawaida. Cream akaanza kuwa na wasiwasi, akawa anamuuliza shida nini. Mshikaji akasema kwamba anapungukiwa damu. Baadaye Cream akamfuata mchumba wake, hahitaji kupoza damu kabisa, akamwambia kwamba Arman, mimi nakupenda na naamini kama naona nipenda unioe haraka. Arman akasema kwamba sijawahi kuona mwanamke jasiri na mwanamke tofauti kama wewe, nitakuoa. Binti kafosi hili jambo, anataka liende haraka, hataki kuraza damu. Kweli maandalizi yakaanza mara moja. Miezi kadhaa Arman akapata nafasi ya kuzungumza na Kay. Arman akasema kwamba najua umekuwa karibu sana na Cream tangu zamani, lakini natamani nitakapomuoa, yani natamani nitakapofunga naye ndoa, ninaomba ukae na yeye mbali ili na mimi nipate nafasi ya kukaa naye kama mke na mme, tuzoeane zaidi. Hilo si linawezekana bwana mkubwa? Kay akasema sawa, hiyo ina shida. Arman akamwambia Kay kwamba pia Cream ameomba muambatane mkachague nguo kwa ajili ya ndoa. Kay akakubali. Wakaenda na Cream kwa ajili ya kuchagua magauni. Kay baada ya kumwona binti akiwa amevaa gauni lake la ndoa alivutiwa sana. Baada ya kumwona huyo binti kavalia gauni hili, mkodishaji akapendekeza kwamba ni vyema hata Kay kwa sababu ndiye atakayemsindikiza na yeye avae suti yake. Kijana mwanzo alikataa, lakini baada ya kuhimizwa sana na Cream na hahitaji kumkosea Cream, jamaa akaamua kwenda kuvaa suti yake moja imenyoka hivi. Binti akaomba wapigwe picha kama kumbukumbu. Wakiwa hapo furaha imezidi, binti akaenda kubadilisha nguo, mshikaji akiwa amebaki hapo anatazama. Kapendeza kweli kama bwana harusi. Roho yake ilimuuma sana kwa sababu yeye sio mwanaume ambaye anaenda kumuoa Cream. Cream alivyotoka hapo akakuta nguo tu, mshikaji hayupo kabisa hapo. Kumbe yuko barabarani huko anatangatanga, ana mawazo chungu nzima, anawaza kuhusiana na kesho ambayo binti anakwenda kuolewa. Huzuni ikiwa amemshika mshikaji, akatamani kujiondoa uhai kabisa. Mara akawa ameshikwa mkono, ni Cream kafika hapo. Kumbe yalikuwa ni mawazo tu. Kijana akawa amerudi nyumbani. Kufika tu nyumbani, swali la kwanza kutoka kwa Cream kwamba mbona ulitoweka tu, mbona hata ukuaga? Mshikaji kabidi kudanganya, akasema kwamba alitoka kwa ajili ya kwenda kupunga hewa. Wakapiga stori 2-3. Wakiwa nakula, Cream akamwomba Kay kwamba amsaidie kufanya mazoezi kwa ajili ya ndoa. Ana hofu anaweza kapata kitete akashindwa kuwapa kiapo cha ndoa. Kay alikataa. Cream akamsisitiza kweli
mshikaji mpaka akawa amekubali. Kweli zoezi lilikuwa limefanyika, lilikuwa ni gumu sana kwa upande wa Kay. Basi wakawa wamekula viapo vya ndoa hapo kwa mazoezi tu. Binti akawa ametoa vitu kama pete, wakavalishana. Sasa ikafika wakati Cream akasema kwamba sasa ni wakati wa busu la kwanza kwa wapenzi, watu wapigane busu hapa. Kay alishindwa kabisa kufanya hili jambo na akawa amemuomba tu radhi binti. Binti alikuwa tayari kabisa kwa ajili ya kupata hili busu. Ni kwa nini hivyo? Uko amepiga tu picha ya kumbukumbu. Siku ya harusi ilipofika, Kay ndiye mtu ambaye alimsindikiza Cream kwenda kumkabidhi kwa Armand. Ndani ya moyo wake alikuwa anaumia vibaya mno, asikwambie mtu. Ndiyo maisha ambayo Kay amemchagulia rafiki yake, anatamani kumwona rafiki yake akiwa na furaha tele. Kijana akawa amejikaza tu. Baada ya siku kadhaa, Kay alilazwa. Binti Cream akawa amefika hapo kwa ajili ya kumwona Kay. Kay akawa amegeukia pembeni, lakini binti akawa amepanda kitandani hapo na akawa amemkumbatia Kay. Akamwambia kwamba Kay, najua kila kitu, ninajua yote kuanzia mwanzo mpaka hapa tulipofika. Amejuaje binti? Binti anasema kwamba wakati wazazi wa Kay walipokuwa wanateseka na saratani hapo zamani, Cream aliwahi kusikia daktari akiwa anamwambia huyu kijana kwamba wewe unaweza kuathiriwa na huu ugonjwa. Daktari akawa amemwelezea kwamba una vinasaba na una dalili zote za kupata saratani hii. Sasa binti anamweleza Kay kwamba tangu kipindi hicho yeye alikuwa anajua ukweli, na tangu siku hiyo alianza kumfuatilia mshikaji. Ndiyo sababu ya yeye kuanza kujitokeza mpaka shuleni kule, kujisogeza karibu yake. Akasema kwamba alijua kabisa siku zote wao waliumbwa kuwa pamoja. Pia alijua Kay alimpenda sana hata kama hakuwahi kumwambia waziwazi. Siku moja Cream anamwambia kwamba niliporudi nyumbani kwa ajili ya kupata mawazo kutoka kwako, sikukukuta, nilienda chumbani kwako na Cream alikuta dawa za saratani kwenye kabati la Kay. Alienda kuulizia kwenye duka la madawa kuhusiana na dawa hizo, na akawa ameambiwa kwamba dawa hizi mara nyingi zinatumiwa na wagonjwa wa saratani ambao tayari hawawezi kabisa kupona, wanasubiri tu siku ya mwisho. Kuanzia hapo Cream alianza kuishi kwa hofu, akihisi kabisa anaweza kumpoteza Kay muda wowote, lakini Kay aliendelea kuficha ukweli bila kujua kwamba Cream tayari amekwisha kufahamu. Binti akasema kwamba hata hospitalini siku ambapo unamwomba dokta aniambie uongo badala ya kuniambia ukweli, Cream anasema kwamba alisikia kila kitu, lakini jambo hilo lilimfanya kuamini kwamba Kay alificha ugonjwa wake sio kwa nia mbaya, lakini alikuwa anatamani sana yeye abaki kuwa na furaha, asihuzunike katika maisha yake, asikose furaha katika dunia hii. Hivyo ndiyo sababu ambapo Cream aliamua yeye mwenyewe kupambania ili kutimiza ndoto yake ya kuolewa, ili Kay aone kwamba Cream ameolewa, amepata furaha. Kwa hiyo kila mmoja alikuwa anapambania kutimiza ndoto ya mwenzie. Kwa hiyo Cream aliyafanya yote haya ili tu Kay atakapoondoka duniani hapa aondoke akiwa na amani ndani ya moyo wake, japo ukweli anasema kwamba hata yeye mwenyewe alikuwa anampenda sana kijana Kay na alitamani kuolewa na Kay. Akasema kwamba daima wewe utabaki kumbukumbu katika maisha yangu mbele ya Mwenyezi Mungu. Mazoezi ya ndoa kwa Cream yalikuwa kama ndoa harusi, kwa hiyo alifanya hivyo binti ili abaki na kumbukumbu za Kay. Baada ya Cream kueleza yote haya, Kay akaanza kulia, akasema kwamba anaogopa sana kumwacha Cream kwa sababu tangu mwanzo walikuwa pamoja kila wakati. Siku chache baadaye Kay akarudi nyumbani kusubiri tu masaa yake. Wakiwa wamekaa kwa pamoja, wanapiga stori zao za kawaida, wanajua wanapenda, wanapiga stori kana kwamba ni mke na mme. Kay akamshukuru Cream kwa moyo wake na kuwa pamoja naye katika kila nyakati. Amemfunza mengi sana, na wakati kamera inahesabu muda wa kupiga picha, sekunde ya mwisho picha inapigwa, Kay akawa amefariki katika bega la Cream. Cream alilia huku akishukuru kwa upendo wake wote aliompatia. Tumekwisha kujua hadithi ya Kay pamoja na Cream. Turudi katika wakati wa sasa. Hii simulizi iliwagusa sana msanii Ocha na watu wote eneo hili. Ocha akawa ameomba ruhusa ya kuimba wimbo wa Kay pamoja na Cream. Basi wimbo huo uko umeimbwa kwa hisia kubwa sana, na hii ikawa ni hit song ya kuwaliza watu kulingana na simulizi ya maisha ya Kay. Ikawavuta watu wengi sana kutembelea katika studio ya Vero, ambapo kulikuwa kuna picha nyingi sana za Kay za kumbukumbu ya maisha yake, na hata picha ambayo ilipigwa ya mwisho ya maisha ya Kay pamoja na Cream ilikuwa hapa. Na Armand alifika eneo hili akiwa anazungumza na ex wake Vero. Vero akasema kwamba mwanzoni nilimuita Kay kama mpumbavu, lakini baada ya kifo chake nimekuja kutambua kwamba mimi ndio mpumbavu kabisa. Upendo wa kweli unahitaji kujitoa muhanga kwa ajili ya mtu ambaye unampenda na sio furaha tu. Akasema kwamba furaha kubwa ya Kay ilikuwa ni kumuona Cream akibaki kuwa na furaha, na furaha yake ya uvumilivu ilikuwa ni Cream kuolewa na Armand. Mwisho
Mwisho wa filamu hii, Cream anaonekana kutembelea katika kaburi la Kay, huku akithibitisha kwamba Kay ataendelea kuishi katika maisha yake ndani ya moyo wake. Ikaonyesha wazi kwamba Cream ndiye alikuwa analazimisha Kay kurekodi nyimbo zake zote kwenye simu ili siku moja dunia ijue kuwa kulikuwa na furaha kubwa sana kati yao kabla ya maisha hayajawatenganisha. Filamu hii inaishia hapa kwa huzuni mkubwa, lakini pia inaonyesha jinsi ambavyo upendo wa ukweli unaweza kudumu hata baada ya kifo. Tupendaneni. Hii ndiyo amri tuliopewa na Mwenyezi Mungu, moja kati ya mlango mpana sana ambao wengi hupuuza. Amri hii haimaanishi uzinzi wala uasherati. Subscribe, like, comment. Karibu.